Muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa ameahirisha shambulio kubwa kabisa jingine nchini Iran baada ya kuombwa na viongozi wa nchi za Ghuba, Iran wamemkejeli, wamemdhihaki kupitia shirika la serikali la Tasnim. Wameandika habari ambayo kichwa chake kinasema Trump in dilemma, why US president makes threats then retreats, kwamba Trump yupo katika mtanziko. Hiyo ndo tafsiri ya Kiswahili ya dilemma. Trump katika mtanziko. Kwa nini rais wa Marekani hutoa vitisho kisha hurudi nyuma? Sasa makala inasema hivi, hiyo article fupi tu. Baada ya kushindwa katika vita vya uchokozi dhidi ya Iran, rais wa Marekani Donald Trump anatumaini kupata mafanikio kupitia presha za kisiasa na kijeshi pamoja na vitisho, lakini sasa amejikuta katika mtanziko mkubwa, yani dilema. Trump hutoa vitisho na hata hujaribu kuchukua hatua dhidi ya Iran pale anapoweza. Hata hivyo, mara tu baada ya vitisho vyake, bei ya mafuta duniani hupanda kwa kasi. Leo bei ya mafuta ilikuwa karibu kuvuka dola 110 kwa pipa. Kwa upande mmoja, Trump anaamini anaweza kupata mafanikio kupitia presha na vitisho na kwamba hana chaguo jingine isipokuwa kutumia vitisho. Lakini kwa upande mwingine, vitisho hivyo vinamgeukia yeye mwenyewe na kuongeza presha dhidi ya Marekani. Huu ni mtanziko mkubwa ambao mkuu wa serikali ya Marekani inayotajwa kuwa ya kigaidi ameangukia, kiasi kwamba hawezi kuondoa vitisho na kuwa mkweli, wala vitisho vyake havizai matunda. Iran inasimama kutetea haki za wananchi wake na Trump anakasirishwa na msimamo wa Iran. Lakini vitisho vya Trump vitaishia kumdhuru yeye mwenyewe na washirika wake zaidi kuliko vitakavyoidhuru Iran. Trump anafahamu kuwa hata akichukua hatua za kijeshi hatopata mafanikio yoyote, na Iran ipo tayari kujibu kwa mashambulizi makubwa zaidi dhidi yake na washirika wake, hususan utawala wa kizayuni wa Israel. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo Iran wanamchukulia, na ndio maana Marekani wanamkejeli sana Trump na amempa jina la TACO. Tumeliongea sana hili jina kwenye GPS, ni TACO, chakula cha Mexico huko. Lakini tafsiri yake ni kwamba Trump always chickens out, kwamba anapiga mkwara alafu baadaye anachoropoka na airisha. Lakini juzi pia na ndugu yetu Mubelwa Bandio aliweka post akasema kwamba wamempa majina mengine tena ya vyakula hivyo kutokana na hii tabia yake. So aliweka hii post alafu akaandika, kama wewe ni mfuatiliaji wa GPS ya simulizi na sauti, utakuwa umesikia ambavyo wameelezea neno taco likihusishwa na mikwara mbuzi ya Rais Donald Trump. TACO ambayo kwa soko la hisa la Marekani ni kifupi cha Trump always chickens out. Kwa uhalisia ni aina ya chakula cha Amerika Kusini. Lakini juma lililopita, baada ya pangua za Trump kuhusu Iran na hasa mfereji wa Hormuz, mtandao ukaja na majina mengine ya kumtania Trump. Na yote yanatokana na vyakula vya asili ya Amerika Kusini, kama vinavyoonekana kwenye mkusanyiko wa picha college ya kwanza. Zingatia pia namna wanavyotumia chakula cha eneo ambalo Trump amekuwa akilidhalilisha na kulitukana pamoja na watu wake. Ubunifu kwenye utani. Achilia mbali TACO, sasa hivi wamemuita pia huyu kwa mfano anaitwa Javier Blas, akasema, we thought we were getting a taco. Trump always chickens out. But so far we are getting a nacho. Not a chance Hormuz opens. With appreciation to the trader who told me. Aya, slide nyingine ni Daniel Neil Watson. Wao wote ni wa Marekani hawa. Burrito. Sasa kirefu cha burrito ni chakula kingine cha Amerika Kusini. Kirefu chake sasa, blasters until real resistance intensifies, then ops out. Kwamba anapiga mkwara mpaka upinzani unakuwa mkali alafu anajiondoa tena. Ndio hivyo kwa maana ya tabia anayoionyesha, lakini kwa chakula. Huyo mwingine David Neil Watson akaongeza chakula kingine cha huko Mexico, enchilada. Expect no concession. Hormuz is locked and defended aggressively. Chakula kingine ni churro. Kirefu cha churro ni closing Hormuz unless reparations are offered. Chakula kingine ni tofu, ambapo ni Trump only fucks up. What about the whole enchilada? Even now, the crisis in Hormuz is lost amongst dialogue about a ballroom. Kirefu cha enchilada. Alafu David pia akaja kusema, akaweka kirefu cha churro, can't handle unrelating resistance, retreats often. Kingine ni chakula ni is it fajitas?
ambapo kirefu chake ni failure at jostling Iran towards a settlement. Chakula kingine ni in line with Cinco de Mayo enchilada, egotistical, narcissistic, childlike, humanoid, incredibly lame-ass, adult, degrading American society. Kingine ni tamale. Chakula kingine hicho, Trump absolutely makes America look evil. Haya yote ni huu ni utani wa tabia ya Trump kuwa na mikwara hii mingi sana, alafu baadaye anaishia kusema kwamba ameambiwa na Pakistan kwa sababu wamemuomba, kwa hiyo ameahirisha kufanya chochote kile ambacho alikuwa anasema atakifanya. Kwa hiyo amekuwa akifanya hivi kwa muda mrefu sana, na amekuja kupiga tako mpya Jumatatu hii, au sio? Yote ilianza kwa taco, lakini wamempa pia majina mengine ambao ni taco, fajitas, burrito, tamale, nacho, churro, enchilada pamoja na tofu.